hayo Zitto Kabwe kuyaona, ina maana wewe ukachukia kwa nini amani imepatikana. Lengo lako kubwa ulikuwa unataka nchi ingie kwenye matatizo, watu wauane, alafu upate sababu na sehemu ya kusemea kwamba serikali inaua watu. Ndio kazi yenu wanasiasa, mmekosa maneno. Zitto, ungekuwa wewe ni mzalendo wa kweli kabisa, ungemtaka rais awakamate wale waliosababisha mauaji ya tarehe 29. Ungewakemea watu wote wanaofanya siasa za kutaka kuleta mgawanyiko katika nchi. Ungekuwa ni mkweli. Sasa unaposema mimi nikamatwe kwa kosa gani? Kwa hatia gani? Nimekosa nini? Kutetea eneo langu na uzalendo wangu na nchi yangu, kwamba jamani hatuhitaji vurugu, ndio iwe sababu ya kumtaka rais anikamate? Alafu wewe ndio unijasibishe kwamba ni mwanasiasa? Kwa kweli litendo limenisikitisha sana, limenishangaza sana. Nimesikitika sana. Jambo la pili, kaka yangu Zitto Zuberi Kabwe, jifunzeni hata namna ya kuzungumza. Wewe ni mtu mdogo sana katika nchi. Uwezi ukamwambia rais tunataka umwachie Lissu. Wewe unamwambia rais amwachie Lissu, wewe ni nani katika nchi? Wewe kama nani? Ili jambo la Lissu liko mahakamani. Kama una mapenzi na Lissu, ungepeleka mawakili pale mahakamani wakaendelee kumtetea. Ungekuwa na akili, na kama kweli watu unajua hii kusoma nao, kusoma kumbe unaweza kusoma lakini akili kwa bado huna. Yaani naomba mnisamee kwa kutumia lugha hii. Unaweza ukasoma sana, wewe una masters, lakini masters yako ya uchumi sioni kama inafanya kazi ya kiuchumi. Inafanya kazi ya kufitinisha watu. Kwa sababu gani? Wewe ungekuwa mkweli au una huruma na Lissu, ungewaambia hivi Chadema na wewe mwenyewe kwamba mama Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Amiri Jeshi Mkuu, tunakuomba kwa unyenyekevu na vyombo vyako vyote vya ulinzi na usalama na mahakama pia na mkurugenzi wa mashtaka DPP, tunawaomba mumsamehe Tundu Lissu kwa makosa aliyofanya. Tunaomba, kwa sababu serikali ina ofa, inaweza kumsamehe mtu yeyote. Inaweza kumsamehe mtu yeyote aliyekuwa amethibitishwa kwa ni mhalifu, hata ambaye anaishiwa kwa ni mhalifu. Inaweza kumsamehe kama amejutia na ametubu. Sasa mimi nitegemea utumie lugha hiyo ya kumplidhi rais. Tunaomba rais wetu, tunaiomba serikali yetu tukufu, tunaomba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama visamehe, ametubu, na ule mtu aliyoko jela aoneshe kutubu na kujutia yale aliyofanya. Lakini kwa akili zako zilivyokosa kutafuta umaarufu na sifa, unasema eti tunataka rais amwachie kama kweli hakuna aliyekuwa juu ya sheria. Wewe unataka, wewe nani? Unamtaka rais? Rais anatakwa? Rais anaamrishwa? Wewe nani katika nchi pako mtake rais? Na jambo lingine, kuonekana kwa ni mtu wa ajabu wa hovyo sana Zitto. Ungejifikiri tu. Zitto Zuberi Kabwe uliingia kwenye uchaguzi. Wewe una masters, yani una degree 2. Umeshindwa na mtu mmoja mdogo, darasa la 7 tu, tena standard 7 failures. Darasa la 7 Baba Levo amekutoa kamasha, amekutoa jasho na amekushinda kwa ushindi wa kishindo. Alafu kwa aibu na unafiki unaenda kuweka pingamizi mahakamani. Eti hata niliibiwa. Hivi uliibiwa kuweka mawakala kuhesabu kula zako? Haukuweka watu wako kuhesabia kula, uliweka. Kwa nini unasema umeibiwa? Umeibiwaje? Nani kaiba? Ni mambo ya uongo, ya kutafuta umaarufu na kutafuta sifa eti onekane wewe ulikuwa mwanasiasa bora. Uongo. Zitto ulishindwa Kigoma, hawakutaki. Mimi najua, nimekaa Kigoma na pajua Ujiji, wazee wa Ujiji wote nawataka. Nawajua, sio nawajua. Umetawala kule Mwandiga kwa muda wa miaka 5 kama sikosei au 10. Kigoma umekaa kama miaka 15. Haki ya Mungu nakwambia ni kweli wa Tanzania. Kaa yote ya Zitto Kabwe Kigoma, hakuna alilolifanya. Na kama alikuwa alilolifanya atuoneshe amefanya nini Kigoma Zitto Kabwe. Mtu aliyejaribu kuwajenga kidogo watu wa Kigoma ni ule Kiguli Ngenda, Kilunge Ngenda, alivyokuwa mbunge kwa miaka 5. Yule bwana alikuwa anakaa Kigoma anasikiliza watu wa Kigoma. Huyu Baba Levo anaishi anakwenda Kigoma na anasikiliza kero za watu wa Kigoma. Zitto Kabwe alikuwa anakuja na baibui, anaondoka na baibui. Hataki kuombwa hata shilingi 100. Kwanza mchoyo. Sasa utakuwa mbunge gani mchoyo? Ni mchoyo Zitto, mchoyo. Na ndio maana wakaamua kumpiga chini watu wa Kigoma. Na sidhani kama utarudi tena bungeni. Ulidanganya watu wakati ule. Hakuna chochote chokifanya Dodoma. Nani Kigoma? Tuambie umefanya nini? Umewasemea kwa lipi? Zaidi ya fitina na majungu ulikuwa bungeni basi. La tatu,
Kwa hiyo elimu yako haikusaidii kitu, ni ujinga tu. La tatu kinachokuumiza Zito ni unafiki. Zito si mkweli, muongo. Unashinda CCM, asubuhi uko CCM, mchana uko Chadema, jioni uko ACT. Sasa watu hawakuelewi. Yaani unaamka CCM unataka, mchana Chadema, jioni ACT. Watu hawakuelewi. Angalia wenzako wenye akili kule Zanzibar. Wale ndio wenye siasa wenye akili, wanasiasa wenye akili. Wanaangalia maslahi ya nchi yao ya Zanzibar. Wewe umeshindwa hata kuangalia maslahi ya Kigoma mjioni ulipozaliwa. Umefeli. Wenzako kule wamefanya siasa, wamefanya mwafaka, wamekana rais wao, wamekubali waondoe siasa za unafiki na usambituna, maisha yanaendelea. Wewe umekosa ubunge, sio kiongozi tena wa Chadema, umebaki galasa tu. Sasa una nini sasa hivi Zitto Kabwe? Hauna kitu. Hauna kitu Zitto Kabwe, kuisha kazi, hamna kitu. Umeshindwa na mtu mmoja darasa la 7 Baba Levo. Anaendesha Kigoma. Leo Baba Levo anakubalika Kigoma kwa 100%. Kuna watu walikuwa wamekimbia CCM. Alivorudi Kingilu Ngenda, watu wamerudi. Kaja Baba Levo, watu wamerudi. Kwa Zitto wewe huna kitu, huna lolote, umebaki ni unafiki. Na jambo lingine, unapojifanya wewe ni msemaji wa kumhurumia Tundu Lissu, wewe Zitto, God bless Lema alishakukataa kukuta wewe ni mnafiki. Sio mimi, Chadema walishakukataa kukwambia wewe ni mnafiki. Na Chadema hiyo unajifanya kwamba kuisemea, hiyo unaisemea Zitto Kabwe. Hiyo Chadema unayoisemea na huyo unayemtetea ndio yeye alikuwa mwanasheria mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Lissu. Ndiye aliyekupinga wewe na kukufukuza wewe na kusoma hati kuweza kukuondoa ndani ya chama kwa mujibu wa katiba ya chama cha demokrasia na maendeleo. Lissu ndio alikufukuza akasema wewe ni mnafiki, ni ndumi la kuwili, unauma huku na huku. Leo huo wema wewe kwa Chadema umeanza lini? Kwa acha kutafuta sifa kwa kutumia matatizo ya Chadema. Acha kutafuta umaarufu kwa kutumia mambo ya Chadema. Wewe ni mtu wa ajabu. Mimi nilikuwa nakuheshimu kuona msomi, kumbe ni bubusa. Hamna kitu. Lazima tukueleze. Kigoma nzima watu wakutaki. Kilibaki kijua kimoja pale Kigoma Mwandiga, kinaitwa kijua cha Urusi. Nimekaa kile kijue pale Urusi. Watu wa Kigoma mnanijua pale Urusi, nilikuwa nakuja pale Urusi. Hicho kijua kiko ukitoka Mwandiga pale. Pale ni Mwandiga au Mwanga. Ukipita Mwanga legeza mwendo kama unakwenda Ujiji mbele kidogo, Urusi pale. Ndio kalibaki kijua kale kana kukumbatia. Lakini wao vijua vyote Kigoma hawakutaki. Kwa sababu ya maneno ambayo sio ya ukweli, unawachanganya wa Tanzania. Wewe ulikwenda kugombea ubunge. Baada ya kwenda kugombea ubunge ukaenda kumdanganya nani yule aliyejifanya eti agombea urais ACT. Ukamleta, anaitwa nani yule? Huo mwakaja kaifai kumleta agombea urais ACT. Yule Msukuma yule, Luhaga Mpina. Ukamleta Luhaga Mpina ili wanamtukana rais. Wewe una akili kweli? Ukamleta Luhaga Mpina ili atembee nchi nzima anamtukana rais. Wewe unajitambua kweli? Na ulikuwa unagombea na kuonesha kwamba CCM ina watu wenye akili na serikali ina watu wenye akili nyingi kuliko Zitto Kabwe. Imeisha kusoma. Wala vijana wote kina Machali. Umeona bwana, kina Kafulila. Wote walikuwa upinzani. Dr. Mashimbi yule alikuwa katibu mkuu wa Chadema, au kina yule mtoto wa Kimasai sijui nini kula Lumelu. Wote wale watoto walikuwa Chadema. Walionekana wana uwezo, serikali imewachukua na imewapa ajira. Serikali kawaida yake yoyote duniani ikimwona mtu ana akili, ana uwezo, serikali haina hiana wala haina wivu. Serikali inachotaka kuwatumikia wananchi wake, inakuchukua, inakupa nafasi ili ufanye kazi yale uko unayasema kule upinzani, njoo yaseme huko sasa. Lengo si kuwatumikia watu, sio lengo chama chako kiingia madarakani, kuwatumikia watu. Njoo kaa hapa, fanya kazi. Vijana walikuwa wanaona wa kweli, wachapa kazi, wenye uwezo na kadhalika. Imewapa kazi. Wewe Zitto Kabwe, serikali haiwezi kukuchukua wala kukupa ajira wala kukupa kazi. Utabaki hivyo na umekwisha sasa. Na uwezi kurudi tena bungeni. Nafasi ile ulichezea. Kwa mimi na kunasihi Zitto Kabwe, acha unafiki na acha uongo na maneno ya kujifanya wewe una akili kuliko watu wote. Na kama kweli ungekuwa na mapenzi na hili taifa Zitto Kabwe, wanapoandaa vurugu watu wa Chadema na wanasiasa waliopoteza mwelekeo
Kwa nini huwa unashindwa kuwakanya na kuzuia vurugu zisitokee? Badala ya kusema wale wanaotaka kuvuruga umoja wa Tanzania wakamatwe, eti tunakuja kusema mimi Mwaipopo niliunda vikundi ambavyo havina madhara. Unawaambia watu niliunda jeshi. Mimi naweza nikaunda jeshi? Unaweza ukaunda jeshi raia ukamfanya kuwa askari jeshi kwa kumtrain kwa siku 2, kumpa maelekezo ya maneno akawa askari jeshi? Kuna jeshi wa namna hiyo? Nenda Lugalo kaulize wanajeshi. Watu wamehenya pale, wamehenya kwa uzalendo. Nenda Tabora Milambo kaulize. Nenda Kigoma pale Bulombola ukaulize. Vijana wanahenya kwa ajili ya uzalendo wa kutumikia taifa lao. Unafikiri kuna askari jeshi wa siku 2 tu kwamba bwana utafanya hivi ndio tayari wa askari? Kuna askari wa namna hiyo? Sasa acha mambo ya kuwa unafitinisha watu na kuwafanya watu kama wajinga. Na la tatu, mnatengeneza slogan ionekane mimi nimetumiwa, natumwa na rais. Na ndio lengo lenu kutengeneza mambo ya uongo, kwamba mimi natumwa na rais kuambia hivi watu. Watanzania nataka niwaambie leo na mkae mkijua kabisa, na Mungu ni shahidi, mimi situmwi na rais. Mimi nasimama kusema kwa uzalendo wangu uliojaa ndani ya nafsi yangu. Kwa sababu siwezi kuona nchi hii inaingia kwenye vurugu wakati uwezo wa kusema Mungu amenipa. Natumia uwezo Mungu alionijalia na kuwaomba waandishi waje wanirekodi hapa, watumie kalamu zao kunusuru hili taifa. Anaenda kuchoma mahindi akachome, anaenda kuchoma muhogo akachome, anaenda ofisini benki aende, anaenda kupindua aende, anaenda kuchimba dhahabu aende, ibi mradi kila mmoja riziki aliyomkadiria Mwenyezi Mungu na kumpangia aipate kwa wakati na kwa muda. Anayekwenda hospitali aende. Kuna watu wanaishi kwa dawa. Haya yote Zito wewe ukuyaona. Lakini umeumia tu. Kwa nini nimezuia watu wasitoke kuandamana? Kwa nini nimezuia? Kama kweli Zito ni mkweli, kwa nini kutaka serikali wakamate wote, kina Lema, kina Heche, wale walikuwa wanachochea watu? Kwa nini kuambia serikali? Kama kweli wewe ni mkweli. Nije swala la tatu la Mama Tibaijuka, na yeye nimeona kwenye mitandao ya kijamii, mtandao wa X, anamtaka rais amwachie Tundu Lissu. Mama, wewe ni profesa, ni msomi. Sitaki kuvunja heshima yako. Wewe ni msomi, ni profesa. Profesa ni mtu mwenye elimu iliyolala, taaluma kubwa kwenye kichwa chake. Tena umewahi kuwa waziri, umekuwa mbunge. Sheria na taratibu na kanuni za nchi unazijua. Hivi kweli tuseme kwa ukweli wa Mwenyezi Mungu, Lissu kaonewa? Profesa, kweli unaweza kumkabili hata Mungu, kaapa na Mungu, mama serikali ya Samia imemwonea Lissu? Sasa tufike sehemu tu tunaeleza ukweli, msomi natengeneza fitna na majungu, ionekane serikali ya Rais Samia na vyombo vyake vya ulinzi na usalama vinadhulumu watu au vinaonea wanasiasa. Lissu alitamka, na yeye ni mwanasiasa, anajua kufanya vile ni kosa. Ni sawa na mimi nikwambie wewe, kesho gari yako itaibiwa. Alafu ile gari inaibiwa, niwe nimeiba mimi, sikuiba mimi, lakini mimi ndio nitakuwa suspect wa kwanza. Sasa Lissu hajahukumiwa, bado ni suspect, yuko mahakamani. Sasa utasemaje serikali imemwonea? Utamwambiaje rais amwachie? Angefungwa ndio tuambia rais mwachie. Tena sio unamwambia, unamuomba rais. Hakuna mtu anaweza kuwa juu ya rais akamkomandi. Kwa Mama Tibaijuka, mimi nakuheshimu sana, huwa nakueleza kila siku, mama, punguza wanaharakati wa kujifanya wewe kama sio msomi. Wewe ni mwanaharakati msomi. Achana na hawa watu ambao walifeli darasa la 7. Wewe umekaa Ulaya, duniani, dunia unaijua Tibaijuka. Tena unaijua kweli kweli mama. Umefundisha hapa chuo kikuu, umekuwa mbunge, umekuwa waziri, dunia unaijua na siasa unaijua na demokrasia kweli unaijua. Kwa nini unaungana na watu ambao wanaonesha wana chuki binafsi na serikali? Watu wanaotafuta madaraka kwa nguvu baada ya kufeli mambo yao ya kimaisha. Kwa Mama Tibaijuka, kwa hilo wewe unakosea sana, na unamkosea rais, unaikosea serikali, na unatukosea wa Tanzania. Lissu wa kuonewa, anavuna alichopanda, analipwa alitakiwa kulipwa, kuwekwa chini ya ulinzi ni haki yake. Alisababisha madhara makubwa sana, na hata hivi umekuta serikali ya Tanzania inaongozwa na watu wenye huruma. Ingelikuwa ni Uganda kwa Museveni, hawa wote kina Heche wangekuwa na nyando. Wote. Museveni wote wangekwenda. Kamkamata juzi Museveni hata yule mwanasheria wa Dr. Besigye. Weka ndani wote. Museveni Besigye akajifanya hataki kula, kaambiwa ule usile utatumia jela unakaa. Huyo rais Museveni. Dr. Besigye akajifanya amesusa kula, kaambia wewe utakula tu. Baadaye akaona wacha tu nile bwana, Mungu anaona. Ndio Mungu anaona. Ulivyotaka kunipindua Mungu alikuwa haoni. Kwa tufike watu tuangalie mamlaka.
tuangalie mamlaka za nchi na tuwe na heshima katika nchi. Sisemi kwa kujipendekeza kwamba rais anione anipe cheo. Mimi nishawaambia sihitaji cheo. Mimi ni mhubiri wa dini, international preachers mimi. Sasa kuniuliza mbona napenda kusema sana? Kusema ni haki niseme. Mbona Gwajima alikuwa anasema, mbona mkusema? Mimi huwa nashangaa sana, ndege wote waliakilia bundi uchulo. Hapana. Gwajima amesema, amekosoa serikali, amefitinisha watu. Padri Slaa amesema, kina Zitto Kabwe wanasema. Kwa nini mimi nisiseme? Ponda ni shekhe, amegombea paka ubunge, amesema. Mbona wote mko mnawasupport ila mimi mtaki kuangalia na yasema? Chujeni ninachokisema, msinionee bure, msiniumize. Mimi kusema najua, niliwaambia taaluma yangu ni kusema na kwa pia. Zitto Kabwe labda utanishinda kwa degree yako, lakini tukikaa mimi na tukafanya debate na hapa, wallahi wa billahi, Zitto Kabwe unishindi kwa kusema, hata kwa point ulizidi. Mimi nimefanya dialogue na majitu yamesoma duniani. Nimefanya dialogue na mijitu imesoma mpaka ikakubali, kasema kweli bwana Mwaipopo uko right, unaweza kusema. Sasa mimi wala uweze kunitisha kwa kusema. Una la kusema wala uweze kuvunja hoja zangu hata siku moja. Ila badilika Zitto Kabwe, acha uhuni, acha na uongo, acha unafiki, kuwa mtu mwenye msimamo. Hata kitoka Tundu Lissu wewe uwezi kuwa mbunge tena, huna la kufanya. Hata Lissu akiachiwa wewe uwezi kuwa mwanasiasa tena, umeshapoteza channel. Kakae, nenda Kigoma kalime michikichi. Basi siasa iache. Lakini siasa ya uongo hiyo ya uchonganishi imepitwa na wakati. Watu zamani walikuamini kwamba ni mtu mkweli, mtu mwema, kumbe muongo. Huna lolote Zitto. Nimalize na kutoa shukrani kwa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. BAKWATA leo imemvua ushehe wa mkoa Sheikh Walid Kawambwa. Haya ni mambo ya kusema, mimi ni mtu wa dini bwana, sipo hapo kwa ajili ya kufurahisha watu. Lakini tufike sehemu tuwe wa kweli sana. Viongozi wa dini tunajidhalilisha. Nataka niseme kwa unyenyekevu mkubwa sana. Sheikh Walid, wewe ni sheikh wangu, tunaongea, ni rafiki yangu, ni ndugu yangu. Lakini nataka niseme kwamba tufike sehemu tumuogope Mungu. Kama ni kweli tuhuma anazotoa yule mama Mburundi ndivyo ilivyokuwa, nenda kamuombe Mungu na ufanye toba na usirudie tena. Wewe ni kiongozi wa dini. Siwezi kukuhukumu kwa madhambi, sijui toba yako unaifanyaje. Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi. Lakini kiukweli kabisa, kama ndio viongozi wa baraza mna michezo ya namna hii, mnaudhalilisha Uislamu. Tunadhalilisha dini ya Mungu. Yule mama amezungumza maneno makali, maneno mazito, analalamikia serikali, analalamikia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kama mama anakusingizia, anasema uongo, basi laana ya Mungu itakuwa juu yake. Lakini kama mama anasema kweli, shekhe wangu Sheikh Walid Kawambwa, nenda ujitafakari sana, japo kwa wamekuondoa kwenye nafasi hiyo, walikuweka kwa heshima kubwa. Na nilitaka Baraza la Waislamu Tanzania lifanye utaratibu unaofuata. Kabla halijampa mtu nafasi yoyote, wamfanyie utafiti. Kweli hatupaswi kuhesabu madhambi yaliyopita nyuma. Hata mimi nilikuwa na madhambi, wewe una madhambi. Lakini tujitahidi sana kuishi ndani ya maneno yetu, ndani ya dini. Hatusemi hapa si kwa kumchukia mtu au kumbeza mtu, hapana. Mimi siko upande wowote, siko upande wala